Na mtazamaji wa Channel 10, karibu katika sehemu ya pili ya mahojiano, na tayari katika studio zetu ameshafika mgeni Yahya Mutungi ambaye ni mkaguzi wa dawa kutoka TMDA, yani mamlaka ya dawa na vifaa tiba. Tunakwenda kuzungumzia moja kwa moja kuhusu uratibu wa uingizaji wa bidhaa za dawa na vifaa tiba hapa nchini. Kuna siku Dorcas nilikuwa nimekaa nikatafakari kwamba kama tusingekuwa na taasisi au mamlaka zinaweka utaratibu wa uingizaji wa bidhaa mbalimbali hapa nchini, kwamba mimi mwakapotele nikiamua tu naenda huko naleta bidhaa nimeingia, nakwambiaje, tungekuwa tunatumia bidhaa kwa hofu kubwa sana. Lakini hivi sasa mimi naweza kwenda hospitalini nikapewa dawa, nikapewa kifaa tiba, nina amani. Yaani nakuwa na uhakika. Lakini singekuwa hivi, yani ingekuwa vurugu mechi kabisa. Ingekuwa vurugu, na unajua wakati mwingine sisi wenyewe tunashindwa kuwa waadilifu. Ndio. Bila kusimamiwa na kuwa na mamlaka kama hizi. Kwa hiyo unaweza kukuta mtu ataka ingiza, anajua kabisa hizi ni feki, lakini anaingiza. Lengo yeye anaimarisha uchumi wake, lakini anaenda kuathiri afya za watumiaji. Kweli kabisa. Sana. Na kuna sifa moja hapo ambayo binadamu alionayo, umezungumzia kuhusu kuharibu afya wengine, lakini yeye yafaidike. Ubinafsi, yes. Hiyo ni sifa. Hata katika familia akiwepo mke, baba, watoto, moto kiwaka, ataanza kujiokoa kwanza mwenyewe, afu baadaye anasema kuna watoto ndani. Kuna watoto ndani. Basi tusiwe wazungumzaji sana, nimkaribisha Yahya Mutungi kama ambavyo nimemtambulisha hapo awali kwamba ni mkaguzi wa dawa kutoka TMDA, mamlaka ya dawa na vifaa tiba hapa nchini. Kwanza kabisa kabla tujaenda kwenye kuzungumzia utaratibu wa uingizaji dawa na vifaa tiba, habari ya asubuhi. Salama kabisa ndugu mtangazaji. Asante sana. Nzuri. Kwanza tufahamu TMDA ni taasisi aina gani, ilianzishwa na majukumu yake, japo kwa uchache. Karibu. Sawa. Kwa uchache kabisa, mamlaka ya dawa na vifaa tiba ni mamlaka iliyopo chini ya Wizara ya Afya. Na ilianzishwa kwa lengo kubwa la kudhibiti bidhaa za afya nchini. Ndio. Kipindi hicho 2003 ilikuwa ikidhibiti dawa, vipodozi na chakula. Ndio. Kwa sura ya sheria ya sura namba 219 ambayo ilifanyiwa maboresho mwaka 2019 kupitia bunge la bajeti, na kupunguziwa majukumu na kubaki na bidhaa za afya tu, nikimaanisha dawa, vifaa tiba, vitendanishi, chanjo na bidhaa za damu. Ndio. Kwa hivyo bidhaa zote ambazo unafahamu wewe ni bidhaa za afya, mamlaka ya dawa na vifaa tiba imepewa dhamana au jukumu la kusimamia ubora, usalama, ufanisi wa bidhaa hizo, kuanzia zinapotengenezwa, zinaposambazwa, zinapohifadhiwa, lakini mpaka kwa mtumiaji wa mwisho. Tunatamani kufahamu mpaka taarifa za mtumiaji anapotumia, endapo kutakuwa kuna matukio yoyote basi tupate taarifa. Hayo ndo majukumu makubwa ya TMDA, lakini sambamba na hiyo kuelimisha umma juu ya majukumu hayo na namna nzuri ya matumizi ya hizo bidhaa za afya. Ndio. Sawa. Labda sasa mpaka kuhakikisha, umezungumzia mpaka zinapofika kwa mtumiaji. Ndio. Mnahakikishaje kwamba zinakuwa salama? Yaani tunataka kuona namna gani mnaratibu mpaka mnahakikisha kule inakotoka na mpaka inapomfikia huyo mtumiaji. Sawa. Awali kabisa, mamlaka ina utaratibu wa kutambua ubora, usalama na ufanisi kupitia taratibu za usajili wa bidhaa hizo. Kwamba kabla ya matumizi, au kama ni bidhaa ambayo inatoka nje ya nchi, kabla ya kuingia nchini, basi wahusika watafanya maombi ya usajili wa bidhaa husika, ambapo tutafanya tathmini ya ubora, usalama na ufanisi wa bidhaa hiyo, na tutafanya uchunguzi wa kimaabara katika process hiyo. Na tukishajiridhisha hii dawa ni bora, ni salama na ni fanisi, basi itaruhusiwa kuingia nchini. Lakini kuingia nchini haingii tu hivi. Kuna watu ambao wameainishwa kwa utaratibu husika kwamba lazima atakuwa na kibali cha kuoperate kama mfanyabiashara wa bidhaa aina fulani, kama ni dawa, kama ni vifaa tiba.
Kwa hiyo akishapewa hicho kibali au leseni ya kufanya hiyo biashara, atapewa pia kibali cha kuingiza mzigo wakati wa shehena kuingia. Kwa hivyo zikiwa zinaingia nchini pia tuna mipaka rasmi ya uingizaji wa bidhaa hizo. Ipo zaidi ya mipaka 10 ambayo inatambulika, ikiwemo bandari yetu ya Dar es Salaam, uwanja wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere. Hii mipaka yote ina wakaguzi wa Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba. Kwa hivyo wanaangalia, wanakagua zile bidhaa kabla hazijaingia nchini. Lakini ukiachana na hapo, mamlaka imeinvest pia kwenye ukaguzi wa hizi bidhaa kwenye maeneo mbalimbali zinapohifadhiwa. Kwenye mahospitali, kwenye maduka ya dawa, kwenye maghala mbalimbali ambayo yameruhusiwa kuhifadhi. Kwa hiyo mara kwa mara tunapita kulingana na plan ya Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba. Tunajihakikishia ubora, usalama wa hizi bidhaa, je, zimehifadhiwa katika mazingira sahihi. Manake taarifa za awali za usajili wa dawa zinaainisha kabisa kwamba hii dawa inatakiwa ihifadhiwe kwenye jotoridi kiasi fulani au humidity fulani, sawa, hali ya unyevunyevu fulani. Kwa hiyo unapoenda pale unategemea kwamba yale mazingira yawe ni kama yale yaliyokuwa ainishwa wakati wa usajili. Kwa hiyo ukikuta ndivyo sivyo, inabidi uwaelekeze sasa ili bidhaa zetu ziendelee kuwa salama. Umegusia hapo katika uingizaji. Kama nimekuelewa vizuri, umeona kama kuna watu maalum. Ndio. Labda hiyo inakuwaje? Na pia kama leo nataka na mimi mmoja wa waingizaji, ni hatua gani nataka kufuata? Au uwe ni sifa gani? Sawa. Kwenye uingizaji kuna hatua ya awali ambao kwanza lazima uonyeshe nia kwamba unataka kufanya hii biashara, kwa sababu hii ni biashara lakini ni kwa kiasi kikubwa ni huduma. Kwa utafanya maombi kupitia njia ya kielektroniki. Sasa hivi kwa bahati nzuri Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba imeenda kidijitali zaidi kwa muda sasa. Kwa hivyo application zote zinafanyika kupitia njia ya kielektroniki, ambayo inakuwa accessible inafikika kirahisi kupitia link inaitwa imis2.tmda.go.tz/portal. Kwa hiyo ukiingia kwenye hiyo trader portal unaweza kucommunicate na sisi. Sawa? Kwa hivyo ukishajisajili, ukishafanya maombi ya kujisajili kama muingizaji au mfanyabiashara ambaye utajihusisha na uingizaji wa bidhaa za afya, tutakuja kuangalia eneo lako. Sawa? Hilo ambalo unatarajia kuhifadhi hizo bidhaa au unatarajia kufanya biashara husika. Sawa? Likikidhi vigezo vyenyewe ndio vile vya utunzaji, uhifadhi wa hizi bidhaa. Kwa lazima umejiandaa, unakuja kuzitunza wapi? Ndio. Kwa hivyo tukiona mazingira yako ni suitable au yanaridhisha kuhifadhi hizo bidhaa, basi utaruhusiwa na utapewa kibali. Kwa hivyo ukishapata kibali sasa unaweza kuagiza bidhaa hizo kama zinatoka nje ya nchi. Unaweza kuagiza hizo bidhaa, lakini utaomba kibali cha uingizaji ambacho kitaainisha unahitaji kuingiza kiasi gani cha bidhaa ipi. Sawa? Lakini imetengenezwa lini, inaisha lini, muda wa matumizi. Na kama mnavyofahamu kwamba kuna sheria yetu imeainisha kabisa bidhaa inapoingia nchini at least iwe na muda uliobaki wa matumizi iwe kwa asilimia ngapi. Hauwezi ukawa unaingiza dawa inayokaribia kuisha mwezi ujao. Hairuhusiwi. Ndio. Lakini sisi kama nchi kuna maelekezo ya dawa gani ambazo napaswa kuingia nchini Tanzania? Kwa sababu kuna baadhi, kama unakumbuka vizuri, dawa moja ya watoto ilileta taharuki sana katika baadhi ya mataifa. Wengine walikubali, mataifa mengine walikataa. Sisi kama nchi kuna dawa ambazo zinastahili kuingia na nyingine ambazo hazistahili kabisa kuingia nchini? Ndio.
Dawa zote ambazo zimesajiliwa. Okay. Na wakati wa usajili ni taarifa za kina hasa ambazo zinaangaliwa. Mpaka taarifa ya hii dawa, unaweza ukaleta dawa ukasema mimi hii dawa naleta kwa ajili ya matibabu ya kitu fulani. Lakini kwa tukipitia taarifa wakati wa tathmini tunaona kabisa claim zako au yani maelezo yako hayaendani na taarifa za kisayansi. Kwa hiyo hatuwezi kuisajili hiyo dawa. Na kuna watu wanakuwa wana exaggerate, labda wanaongeza chumvi, dawa inaweza ikatibu saratani ndani ya mwezi tuseme. Lakini taarifa za kisayansi ukiangalia ile haijathibitika, haiendani kabisa. Kwa hiyo hizo taarifa zinaangaliwa mwanzoni kabisa. Kwa hivyo hata dawa inaweza ikawa inatibu vizuri, lakini wewe ukaleta dawa X kwa matibabu ya kitu fulani, na ni kweli inatibu kitu fulani, lakini mpango wa taifa umeacha dawa fulani kwa matibabu ya kitu fulani tu. Sawa, kwa mfano kuna dawa inaitwa levofloxacin. Sasa hivi ni dawa imetengwa kwa ajili ya matibabu ya TB, kifua kikuu. Ingawaje inatibu na magonjwa mengine ya infection. Sawa? Lakini taifa kama taifa limepanga kwamba hii dawa iachwe kwa ajili ya TB. Kwa hizo taarifa zinaangaliwa wakati wa tathmini za awali. Kwa hiyo hapo wataalamu wakikaa hivyo vyote wanaviangalia. Hivyo vyote wanaviangalia. Sawa. Ndio. Nilikuwa nawaza kwa wazalishaji wa ndani. Ndio. Namna gani mnawafuatilia, na tangu wanataka kuanzisha hichi kiwanda cha dawa, je, mnahusika? Ndio, tunahusika moja kwa moja, kwa sababu kinaenda kutengeneza bidhaa ambazo tunadhibiti, lakini na ni kwa sababu ni kiwanda cha ndani, tunatamani kiwe katika mazingira mazuri zaidi, ili kuwezesha pia hata hii bidhaa inapovuka nje ya mipaka basi iwe katika viwango vya hali ya juu. Na kama mnavyofahamu, Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba sasa hivi kwa platform za kidunia ina maturity level 3. Tukizungumzia maturity level 3 ni level ambazo zimewekwa na Shirika la Afya la Dunia kuonyesha ukuaji, yani maturity ya taasisi za udhibiti. Na tulibahatika kuwa wa kwanza Afrika mwaka 2018, na mpaka sasa hivi tuna retain hiyo. Na ya juu kabisa ni ya 4. Kwa hiyo sisi tumebakiza hatua moja kufikia hiyo, na tuko kwenye mbio za kufikia huko. Ndio. Kwa hivyo kama ulivyouliza kwamba kiwanda cha ndani tunaangalia wakati wa kuanzisha kabisa, na tutakikagua tukiona kina mienendo mizuri ya uzalishaji, basi kitaruhusiwa kuzalisha bidhaa kwa ajili ya matumizi ya raia nchini na hata nje ya nchi, lakini pia zile bidhaa zitasajiliwa. Na mnakuwa na ufuatiliaji katika hiyo. Ufuatiliaji unakuwepo na unakuwa ni wa karibu zaidi. Kama nilivyosema, tunatamani bidhaa zetu ziwe katika viwango vya juu, ili hata zinapoenda kuuzika nje basi ziwe zina soko linaloaminika. Sawa. Dorcas, tumezungumzia kwenye dawa kwa sehemu kubwa, lakini kuna vifaa tiba pia. Wana vingi, alipoeleza pale mwanzo kasema vifaa tiba na nini? Kuna chanjo, kuna vichanganishi, kuna bidhaa za damu. Ndio. Lakini kwanza tu kwa faida ya mtazamaji, tunaposema vifaa tiba ni nini? Ile elewe. Ile si kwa kumbe anacho, kumbe hiki ni kifaa tiba, afahamu vifaa tiba ni nini? Lakini pia na huko pia mnaangalia kwa namna gani taratibu za uingizaji hivi vifaa tiba hapa nchini Tanzania. Karibu. Okay. Utaratibu ni ule ule. Bidhaa zote za afya zinafuata taratibu zile zile. Ila kwa faida ya mtazamaji, vifaa tiba ni bidhaa zote zile ambazo zinatumika kuhakikisha aidha kutambua ugonjwa, kukinga ugonjwa, zinasaidia katika matibabu, sawa, lakini pia zinalinda watoa huduma kutokana na kupata magonjwa mbalimbali wakati wanatoa huduma. Tukizungumzia kwa mfano sindano, mabomba ya sindano, tukizungumzia labda
vile vitanda vya hospitalini, mashuka yale ambayo yanazuia labda unyevunyevu, inanyonya majimaji yale, vyote ni vifaa tiba. Vifaa vya maabara vile. Vifaa vya maabara vyote ni vifaa tiba ambavyo kimsingi vinatumika kutambua ugonjwa au kwa hivyo vyote ni vifaa tiba. Kuna hivi vitimwendo. Vitimwendo ni vifaa tiba pia. Vifaa tiba. Ndio. Kwa uchache yani vifaa tiba ukifika hospitalini pale kila unachokiona ni kifaa tiba isipokuwa labda kalamu, karatasi zile. Labda printer, lakini hata printer ambazo zinatumika kuprint labda image. Ukienda pale ukaenda ukaskaniwa labda na MRI au X-ray, ile printer itakayotoa ile image ni kifaa tiba. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama ile printer haiko sawa ikatoa image ambayo haijatafsiriwa sahihi kutoka kwenye mashine husika, inamaanisha ita mislead anayesoma ile taarifa. Kwa hiyo hata matibabu yote yatakuwa hajaenda sahihi kutokana tu na ile printer kutokuwa sahihi. Ndio. Kwa hivyo hadi ile printer inadhibitiwa kuhakikisha kwamba taarifa itakayotoka ni sahihi kabisa na itamuongoza mtoa huduma kufikia matibabu sahihi. Ndio. Sawa. Mimi kwa nini nimeuliza vitimwendo? Sijui huwa tunaangalia nini. Kwa sababu kuna mtu alipelekewa kitimwendo akaambiwa kutokana na ugonjwa wako ulivyo uruhusiwi kuwa na kitimwendo kama hiki. Okay. Sasa katika uingizaji kuna vitimwendo vya aina tofauti au si tumevizoea tu vile ambavyo tumekutana nao hospitalini tayari kwamba ni hivi wewe unakaa unafanyaje unaondoka. Sasa kwa kweli kwenye eneo la vifaa tiba ni eneo kubwa sana. Eneo kubwa sana. Kiasi kwamba hata kwenye udhibiti tunadhibiti kulingana na risk au hatari ya kifaa tiba. Kwa hiyo kuna daraja la chini au klasi ya chini ambayo ni A na kubwa kabisa ni D. Sawa. Kwa hiyo hata udhibiti unaenda hivyo hivyo. Hizi za hatari ndogo hata udhibiti wake unakuwa kidogo uko ni hafifu. Sawa? Kwa mfano hiyo swala la kiti. Sawa? Kuna viti ambavyo ni vya kawaida, mtu anakaa kwa ajili ya kufika kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Sawa? Lakini mgonjwa ambaye tuseme ana tatizo la mguu, hawezi kukunja mguu, kuna kiti ambacho hakiwezi kusupport mguu unyooke. Sawa? Hawezi kukaa kwenye kiti ambacho cha namna hiyo. Kwa hiyo kiti kitakachomfaa ni kiti ambacho kina uwezo wa kusupport mguu. Sawa? Kwa hiyo kwa namna hiyo unakuta vifaa vinakuwa vinatofautiana kutokana na tatizo la mgonjwa husika. Ndio. Sawa. Mmoja jambo mzunguko ambao mnafanya operation mbalimbali. Ndio. Za kukagua kama endapo mtu amekiuka taratibu. Ndio. Sasa nataka nifahamu, sijui kama itakuwa ni la kisheria zaidi, nisaidie labda mwanasheria angeweza kulijibu. Ndio. Inapotokea mkabaini kwamba huyu ambaye mmempa labda mtume leseni, ndio, lakini mkabaini kwamba kuna dawa ambazo zimeingizwa nchini bila kufuata taratibu au hazijapita katika mipaka ile ambayo imeainisha kwamba ipo 10. Ndio. Ni taratibu gani ambazo zinachukuliwa? Kimsingi kila taratibu ambayo inafanyika au hatua zinazochukuliwa na Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba ziko chini ya sheria ya Mamlaka ya Dawa na Vifaa Tiba sura namba 219. Kwa mfano hii mada yetu husika ya taratibu za uingizaji ni sheria namba 5B ambayo imempa mamlaka power za kudhibiti uingizaji wa hizi bidhaa. Sawa? Lakini pia kifungu namba 73 kimeainisha pia taratibu za uingizaji. Sawa? Lakini kwa mfano kwenye swali letu hili kifungu namba 57 kinaelezea kabisa kwamba kwa mfano mtu ambaye anauza bidhaa ambazo hazijasajiliwa. Ndio. Labda ni amesajiliwa vizuri, amefuata taratibu, ni dealer ambaye ametambulika. Lakini bidhaa anaziingiza kimagendo na anaziuza hazijasajiliwa. Kwa hivyo kwa huo mfano
bidhaa ambayo haijasajiliwa kunakuwa kuna adhabu zake ambao sio chini ya milioni 5 au kifungo cha miaka 2. Kama ndogo sana jamani. Najua sio mamlaka sio kurekebisha, kuna vyombo vingine vinarekebisha, lakini naona kama kuhusu afya binadamu yani milioni 5 naona kama ndogo hivi. Ni kweli kabisa, ni kweli kabisa. Ni kweli na kikubwa ambacho tunaweza kushauri ni mamlaka husika au section husika katika mamlaka basi kurejea hizi kanuni ili kuangalia zinaweza kudhibiti tatizo. Maana hapa ni kuangalia hili tatizo, hii adhabu inaweza ikalitatua hili tatizo. Kama tatizo linaweza ikatatuliwa kwa adhabu ndogo basi ni vizuri. Lakini kama adhabu ndogo haiwezi kutatua hili tatizo basi ni vyema adhabu zikawa kali zaidi. Sawa. Nilikuwa naangalia swala umezungumzia pia na masuala la chanjo. Lakini sikutaka kuizungumzia sana kwa sababu naona itafanana tu na taratibu zake na dawa. Nikawa nazungumzia hili la damu. Sijajua ni namna gani mamlaka hii ya TMDA inasimamia swala hili la damu. Je, inasimamia kuanzia kule kwenye uchangiaji? Maana najua damu hamna namna nyingine inaweza kupatikana zaidi ya kutoka kwetu sisi binadamu. Kwa inasimamia kuanzia kule kwenye uchangiaji au ikisha changishwa kule ndio inaletwa kwenu kwa ajili sasa ya udhibiti kwamba ukisha damu inayokwenda kutumika ni salama? Sawa. Sasa tunashirikiana, kuna mamlaka ambayo inahusika moja kwa moja kuanzia kwenye ukusanyaji, hata kampeni za kuhamasisha kukusanya hizi damu, kuhifadhi hizi damu, kufanya michakato. Maana damu ikikusanywa haiendi kutumika kama ilivyo. Kuchakata, sawa, kuna mamlaka husika. Lakini inapokuja kwenye usambazaji wa hii bidhaa, hasa kwenye kuitoa nje au kuingiza ndani ya nchi, basi TMDA inahusika moja kwa moja. Kuna damu ambazo zinatoka nje zinaingia nchini? Inawezekana umechukuliwa sampuli ya damu na pengine kwa wakati husika ni kipimo cha kinachohitaji labda utaalamu wa hali ya juu, pengine wakati husika huo ambao unahitaji hicho kipimo hatuna uwezo wa kukifanyia taratibu za kimaabara, basi hiyo sampuli itapelekwa nje. Hapo tunahusika. Ndio. Hata kitokea kwa mfano, unajua sasa hivi tumeinvest sana kwenye medical tourism kama nchi za ukanda wa Sub-Saharan zinategemea sana. Kwa mfano Malawi, Komoro, wagonjwa wanakuja sana hapa. Vivyo hivyo hata kwenye huduma za kimaabara, sampuli zao zinakuja hapa ili tuzichunguze. Kwa hivyo tunahusika moja kwa moja. Ndio. Kwa nini mnahusika wakati ni sampuli ambazo zimekuja kwa ajili ya matibabu husika? Sawa. Tunahusika kwa sababu hizi bidhaa kama hazina, unajua kila kitu kinapoingia nchini lazima kuwe kuna wahusika ambao watadhibiti kitu fulani. Unajua unapokuwa unadhibiti mipaka ya nchi, au hizi naweza nikasemea labda kwa mfano kuna silaha za kibiolojia. Silaha za kibiolojia zinaweza zikawa ni kama sampuli za damu hivyo. Zinaweza zikawa ni enzymes zinakuja. Sawa? Kwa hiyo lazima kuwe na mtaalamu ambaye anathibitisha kwamba hii kweli kupitia nyaraka na taratibu husika hii ni kweli na inaelekea sehemu fulani kwa ajili ya lengo fulani. Lakini ukiacha kwamba ni sampuli ipite iende, tunaweza tukajikuta kwenye janga fulani. Najua wataalamu wanapenda sana kuangalia filamu series, wameshakutana sasa. Cheka, wamekutana vitu kama hivi hapa. Ndio. Wanasema ni silaha za kibiolojia. Silaha za kibiolojia. Kwa mnaweza mkapokea kitu kumbe kikazua gumzo. Kumbe mna majukumu makubwa sana Ni kweli. Unajua mara ya kwanza Lucas nilikuwa najua naangalia katika masuala ya vifaa tiba
na masuala ya dawa kwamba wanahusika. Kumbe hadi kwenye usalama wa nchi. Na tufahamu ya kwamba dunia imebadilika. Siku hizi watu hawatumii RPG, hawatumii nini. Kuna hizi silaha za kibiolojia ndio ambazo hatari sana kwa mataifa makubwa ambayo yameendelea na kuwa makini sana. Ni sahihi. Kwa kweli kumbe ni taasisi muhimu sana Dorcas. Naomba leo niwapongeze, hilo ndio umenifungua leo. Ingawa nilizungumza, najua kwa watu wanaopenda kufuatia sana filamu nini, wamekutana na filamu kama hizi na watafahamu umuhimu wao. Kabisa. Naona muda wetu umetupa kuhitimisha. Ndio, sasa ni unatoa ujumbe gani kwa wasambazaji lakini pia na wananchi ambaye ndio mtumiaji wa hizo dawa? Ikiwa uliniambia mara ya kwanza wao pia na mchango mkubwa kutoa nini? Taarifa pindi wanapoona kuna mabadiliko yote ambayo sio mazuri mara baada ya utumiaji hizo dawa. Karibu. Sawa. Kwa fursa hii ambayo umenipatia, ningependa kuwaasa sana watumiaji kutupatia basi zile taarifa za madhara ambayo yanaweza yakatokana na matumizi ya dawa, vifaa tiba, chanjo na vitendanishi. Haya ndio yanatupa yakini kwamba hizi dawa tulizosajili ni salama hasa kwa raia wetu. Na kama mnavyofahamu, wavumbuzi wengi sio wa Tanzania au sio wa Afrika. Kwa hivyo taarifa za awali nyingi ambazo zinatuonyesha usalama wa hizi bidhaa zinaweza zikawa sio kwa 100%, tukawa na yakini nazo. Kwa level fulani tunakuwa na yakini nazo. Lakini hizi taarifa ambazo za madhara zinazoripotiwa kutoka kwa watumiaji zinatupa confidence kwa kiwango kipi haya madhara yanaweza tukaendelea kuyavumilia. Sawa? Kwa hiyo tukaona kwamba madhara ni makubwa kuliko faida, tunatoa. Kama kulikuwa kuna dawa kama quinini, siku hizi hamzisikii, ni kutokana na madhara ambayo kwa yanaripotiwa. Sio kwa ubaya. Kila dawa inakuwa ina faida kubwa. Kama unaona inatumika, ina faida kubwa kuliko madhara. Lakini madhara yanakuwa limited kwa kiwango fulani ambacho kiko chini sana. Ila kikionekana kinakuwa, basi unakuwa ni wakati sahihi wa Wizara ya Afya na mamlaka zake kuona kabisa hii dawa haitufai au kifaa tiba hakitufai kwa matumizi. Asante. Shukrani sana. Tulikuwa tukizungumzia kuhusiana na utaratibu wa uingizaji wa bidhaa za dawa na vifaa tiba hapa nchini, na tulikuwa na mtaalamu Yaya Mutungi kutoka mamlaka ya dawa na vifaa tiba hapa nchini Tanzania, ambaye ni mkaguzi wa dawa. Endelea kuwa nasi. Mimi ni Emmanuel Wakapotela, Dorcas Lems Mtenga alikuwa hapa. Tukirejea tuje kuzungumzia kuelekea siku ya misitu duniani. Endelea kuwa nasi. Tunza misitu, itutunze.